Ameruka hapa hivi karibuni anafunga back to back. Hapo ukiondoa pale mbele kwa Dube ujue, lakini hapa kwa viungo washambuliaji hapa kuna a lot of goals. Kwa ndivyo unavyohitaji hivyo. Unahitaji kwa kama sasa hivi ukiangalia Simba ukiondoa labda magoli ya Jean Charles Ahoua kwenye eneo hilo la kiungo mshambuliaji, wengine wote hapa kwenye ligi nafikiri hakuna Tamba amefikisha magoli 5 kwenye kiungo mshambuliaji. Mpanzo hajafikisha magoli 5 kwenye ligi, kasikosei, maybe labda mrong, wala Kibu wala Mutale wala Mutale. Kwa yani au peke yake hapo ndio amefikisha hivyo. Ukirudi chini hapa Ngoma inawezekana magoli 3 sijui 4 kwenye ligi. Na magoli mengi manake yako pale kwa Mkwala pamoja na Ateba ambao 12 kwa 11 sijui kitu kama hicho. 12 kwa 10, 11 sijui kitu kama hicho. Kwa ndo magoli ya kupata. Kwa sehemu nyingine yote hapa magoli hayapo ya kutosha. Kwa wengine wanatakiwa wa step up haraka waanze kufunga hayo magoli. Ndio maana ukisema labda bench labda la Simba aliko imara kiasi kile, ndivyo inawezekana. Sio tu issue ya pesa, yani ya kwenda kusajili wengine. Je, una uhakika wengine wanaweza kustep? Kama hawawezi ndio inabidi sasa uingie sokoni useme tunahitaji watu wengine wa kufunga magoli, kwa sababu unahitaji magoli kutoka kwa Barua, unahitaji magoli kutoka kwa Chasambi, unahitaji magoli kutoka kwa Awesu. Wote hao walikopo huko. Fernandez ilikuwa inaonekana kama anaweza akakupa magoli alivyoanza msimu, yani ghafla kiwango chake kimesha yumba, kwa inabidi arejee tena. Kwa wengine wote waliobaki ambao hawaanzi, ambaye ni garantia anaweza kafunga magoli, ambaye aanzi ni mmoja hapo pale mbele atakayeanza, kama akianza Mkwala au akianza Ateba, kwa sababu kwenye ligi au wote wamefikisha double figure. Lakini sasa hapo George Mbangile ukiangalia pia katika upande wa top scorers ambaye anaongoza hapa ni Ahoua. Yes, ndio nasema au wengine inabidi pia wa step up, yani inawezekani tu magoli akawa ile uhakika kwamba anakuwa anamfunga tu mtu mmoja. Mimi ninachokiona kwenye mpira dunia yoyote, kuna maeneo unakuwa unaweza kuwa na options za kutosha, lakini kuna maeneo hata uwe na kikosi kipana vipi huwezi ukawa flexible kufanya rotation kwa ajili ya uchache au wachezaji na kuwapata ni ngumu. Mfano, angalia timu zozote barani Ulaya, kutokana na uchache wa wachezaji kwenye hilo eneo ni ngumu kumuona kocha na luxury kufanya rotation kwenye hilo eneo. Kwenye eneo la namba 6 ambaye ana dictate mchezo. Kwa mfano, niambie timu yoyote ambayo ipo flexible kumfanyia rotation holding midfielder wao yoyote duniani hakuna. Kwa hiyo unaweza ukawa na kikosi kipana vyovyote utakavyokuwa, lakini ukibahatika kuwa naye huyo, yani utalazimika kumtumia kwenye kila mechi na hutakuwa flexible kumbadilisha. Pep na kikosi chake kipana chote alikuwa nacho Man City, lakini hakuwa flexible kumtoa Rodri alikuwa anamuona pale. Na hata tukirudi hapa kibongo George alipokuwa anataja Simba jinsi ambavyo ilikuwa na luxury ya kufanya mabadiliko eneo la mbele kipindi wanakina Mugalu sijui kina Kagere nini, lakini Mkude ulikuwa unamuona pale. Yani ulikuwa hauna Mkude mwingine, unao kina Kotei sijui kina Fraga nini, lakini bado unamhitaji Mkude pale. Kwa hiyo kuna baadhi ya wachezaji ukibahatika kuwa naye mmoja unakuta ndo kwenye squad yako yote unaye huyo mmoja, hakuna mwingine uliokuepo naye. Na kwa nyakati hizo hata ukiambiwa labda ingia sokoni katafutie mwingine kama huyu inakuwa ngumu. Kwa hiyo unajikuta kwenye squad yenu mmebahatika kuwa naye huyo mmoja, na tayari kila ambacho kocha anakifanyia kazi mazoezini huyo ndo ambaye anafanya hicho mnachokifanyia kazi mazoezini kiende kwa ufasaha, automatically inakuwa ni ngumu kumfanyia rotation huyo mchezaji. Kwa hiyo Simba inawezekana ni kweli kuna baadhi ya wachezaji wanatakiwa kustep up kwenye bench, lakini kuna baadhi ya maeneo hata awe na squad pana vipi, sidhani kama anaweza kuwa na luxury ya kuwa na Ngoma wawili kwenye squad yao. Na hata waangalie Yanga hivi sasa wana Khalid Aucho mmoja. Wanamkosa saizi, unaona wanachezesha wachezaji wawili ambao sio natural number 6. Sema ni wanajitahidi kuivusha Yanga hapa, lakini hawana Khalid Aucho mwingine. Pagumu hapo. Kwa hiyo ukienda timu yoyote kumpata namba 6 mwingine ambaye anaweza kuiconnect team ni ngumu sana. Na kuna baadhi ya wachezaji wanafanikiwaga kuwa special kiasi cha kwamba wao ndio ambao wanasimamia department fulani kuoperate vizuri. Mfano mchezaji kama Prince Dube ndani ya Yanga.
leo hii Yanga mimi naweza nikawaambia viongozi wa Yanga katafuteni Dube mwingine popote, na bado inawezekana wasipate Dube mwingine. Yani ni kitu ambacho kinaibuka, alafu ukiwa nacho inakuwa ni kama bahati. Kwa mfano Dube watu wanaweza wakambeza jinsi ambavyo watambeza, lakini Dube ana assist 8. Kuna washambuliaji ambao wanapewa hadhi kubwa sana kwenye hii ligi. Ni mshambuliaji gani ambaye aliwahi kufikisha assist 8 kwenye ligi? Au ambao watu wanaona kwamba hao ni manoma. Yupi ambaye aliwahi kufikisha assist 8? Kwa hiyo ukiwa naye kama yule, tofauti na wale magoli, lakini kuna namna anaisimamia ile department ya ushambuliaji iwe ina work vizuri. Kwa hiyo ukisema yule umtoe, tayari unaona kuna kitu pale kimepungua. Kwa hiyo mwalimu unakuwa huna hiyo luxury. Vipi pia na aina ya wachezaji ambao Dube anacheza nao in terms of ya uwezo wao wa kufunga magoli, pengine pia inaweza ikawa inarahisisha hivyo kwa yeye kuwa kupata assist. Yes, kwa sababu unamwangalia Dube, alafu Yanga aliwahi kupita Donald Ngoma, back to goal, is a joke. Hivi Ngoma alicheza na Msuva? Inafikiri nafikiri Donald nafikiri alicheza na Msuva. Msuva baadaye ndo akaenda. Donald Ngoma goli akiwa amelipa mgongo. Wow. Strong, alafu jinsi anavyoua mpira chini. Kwa kama una runners wa kutosha, nafikiri kama imagine sasa hivi anampata kama hivyo inakuwa Mzize, of course alicheza na Msuva. And then labda unaangalia kama anakuwa na hao ball strikers kama akina Azizi au nani. Nafikiri mmoja hapo, yani kama unahitaji Donald kama vile Chris Mugalu, back to goal, brilliant. Angalia washambuliaji ambao waliwahi kupita katika hivi vilabu alafu goli wamelipa mgongo. Boko. Yes, John Raphael pia underrated, mara nyingi sana watu wanachukulia poa, lakini uwezo wake pia back to goal pia ilikuwa ni hatari sana. Kwa wapo hao wachezaji, nafikiri Dube pia faida nyingine anayoipata ni wachezaji pia wanaomzunguka, ni finishers wazuri, yani akiwaekea wanaweza kumalizia nafasi, na nafikiri ndio msingi mkubwa wa assist bila kutoa uwezo wake, kwa sababu hata hiyo assist maana yake uwezo wako pia wa kupiga pasi sehemu sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hiyo pia ni plus ya Dube. Nakumbuka hata kipindi wakati yuko Azam, kuna mechi moja walicheza na Simba pale kwa Mkapa, iliisha 2-2. Ile mechi nakumbuka Dube kipindi cha pili alidrop kwenye namba 10. Alimpa wakati mgumu sana Tadeo Luanga. Alimsumbua mno. Yaani alimharibu. Nafikiri na kipindi hicho cha pili ndo akaingia Yaya Zaidi. Kuna mtu aliingia naye kipindi cha pili ile mechi. Waliingia kwa pamoja, Yaya Zaidi akaenda kucheza kwenye midfield, alafu Dube naye akadrop kwenye namba 10. Jinsi alivyokuwa anapiki mipira ni nyuma ya safu ya kiungo ya Simba, anaichukua alafu apiga mguu wa kushoto na mguu wa kulia. Kipindi kile ndo mtu kaonaona okay, kumbe sio tu namba 9, anaweza kawa pia namba 10 fulani hivi, akawa analeta shida. Yes, nakubaliana nasi, yani kupata aina ya mchezaji ambaye anaweza akafanya idara nyingine pia ikaonekana iko beta. Yani ni nado. Unajua kuna wale namba 9 kwamba nyifanyeni nyinyi, leteni hapa. Kazi siji ya kuunganisha huko na nini, hiyo sio kazi yangu. Wekeni hapa mimi nifunge. Nafikiri Jelson Tegete alikuwa anafungaje magoli yake. Yaani huko nje ya box nyinyi endeleeni tu. Ikitua hapa ndani ya box namalizana naye. Na iweza hii. Wewe ukifanya mahojiano ya Juma Kaseja ndo atakwambia vizuri kuhusu Jelson Tegete. Ikishatua ndani ya penalty box. Yani ni kama vile uwanja mzima yuko peke yake. Mtulivu kweli kweli, hana papara wala nini. Anajua pale mimi ni bosi. Ukinigusa penalty. Usipo kipa akija na mtandika hata chenga ama mpira anapishana nao tu, inakuwa vizuri. Kwa nafikiri kuna hizo position ambao pia wametaja nasi. Kwanza ni adimu. Kwani kupata kwanza wachezaji. Sure. Utahangaika ujue, yani kupata mfano hiyo namba 6 ni kichwa utakuumiza sana. Yes, yani ni ngumu hao wachezaji maeneo kama hayo. Unajua hata kwa mfano kama sasa hivi Azam nafikiri utajiri wanao. Yani una Yaya afu na Adolf Mtasingwa. Na bado una nani ule Mgana yule. Na Yakaminko. Yakaminko mara nyingi namuona more of 80 fulani, yani in between 6 and 10, yani pale more central. Yani ukimwambia timu bwana sasa tunataka tucheze hivi, unaweza kumuona hivyo. Yani kupata yani hao wachezaji utahangaika nao, unajua
kuna kipindi Mtibwa alikuwa na Shaban Nditi, yani unaona anacheza pale mpaka anamaliza shughuli yake pale pale. The best of the best mimi nimewahi kuona. Nafikiri mimi siamini yule alikuwa namba 6 marehemu Mafisango, nafikiri alikuwa mwa box to box sana. Lakini kama unataka kuchagua mtu ambaye yuko pale, alafu kwa mfano labda Yanga labda sasa hivi wangekuwa wanasema wanataka mbadala wa Khalid Aucho, labda ndo tungesema ndo yupo katika umri mdogo alafu hajatangulia mbele za haki, ni Geoffrey Bonindanje. Yule Mnyakyusa kiukweli jinsi alivyokuwa kwenye ile mimi sema yule jamaa yako. Kwanza umguse, yani mpaka upate muda wa kumgusa, yani wewe utahangaika. Geoffrey Boni, yani mpaka umguse, yani mpira kwake haukai, yani one touch two touch mpira umeondoka, one touch two touch umeondoka. Kwa na wafu ukijumlisha na ile midfield nzima ndio ya kuongeza kina Kamusoko sija kina nani, ndio maana Yanga alileta ile kampa tena Kamusoko akishaweka rasta zake hivi.